Tuanzie mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo ripoti zinasema kuwa msemaji wa kijeshi wa kundi la M23 Willy Ngoma ameuawa kwenye shambulio la ndege zisizo na rubani katika eneo la Rubaya wilayani Masisi. Afisa mmoja wa kidiplomasia na afisa mwingine mwandamizi wa kundi hilo la M23 wameliambia shirika la habari la Reuters kuwa msafara wa Willy Ngoma na maafisa wengine wa M23 ulishambuliwa na ndege hizo zisizo na rubani. Kifo cha Willy Ngoma kimejiri huku mazungumzo ya kusitisha mapigano yakiendelea nchini Katari, wakati serikali ya Kongo na M23 zikiwa zimesaini mkataba utakaoidhinisha kuundwa kwa jopo maalum litakalosimamia usitishwaji wa mapigano utakaojumuisha waangalizi kutoka Katari, Marekani na Umoja wa Afrika. Kundi la M23 ambalo Umoja wa Mataifa unadai linaungwa mkono na Rwanda linadhibiti eneo kubwa la mikoa ya Kivu Kusini na Kaskazini kufuatia makabiliano makali kati yake na jeshi la serikali ya Kongo FARDC tangu mwaka 2024. Vuguvugu la Mto Kongo na M23 wanadhibiti sehemu kubwa ya mikoa hiyo miwili na miji mikuu ya Goma na Bukavu. Shambulio hili linasemekana kutokea karibu na eneo la Rubaya katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini mwendo wa saa 10 usiku wa kuamkia leo, na limetokea siku kadhaa tu ambapo baada ya mashambulio ya anga katika eneo hilo. Rubaya ni eneo la kimkakati linalozalisha zaidi ya 15% ya madini ya coltan duniani, na hivyo ni eneo muhimu kwa kundi la M23 kutokana na mauzo hayo ya madini. Msemaji wa Rais Felix Tshisekedi na msemaji wa jeshi la FARDC bado hawajasema lolote kuhusiana na tukio hilo au hata kuthibitisha kuhusika na shambulio hilo. Hadi sasa uongozi wa vuguvugu la AFC pamoja na M23 bado hawajathibitisha kuuawa kwa Willy Ngoma, lakini tunaendelea kufuatilia taarifa hii kadri yanavyojiri. Sasa ili kufahamu zaidi tuungane na Dr. Edgar Githua, anajiunga nasi kutoka Nairobi, Kenya. Dr. Githua, shambulio hili lilikuwa limetarajiwa? Asante kwa swali lako Rodcliffe. Shambulizi hili ni kama lilikuwa limelengwa, na ni kama kuwe labda tuseme majasusi walikuwa labda wametoa ripoti kuwa Willy Ngoma atakuwa akisafiri mwendo huo, kwa maana ni pigo kubwa sana kwa kundi la M23. Kwa hivyo kwa maoni yangu ninaona ni kama ni shambulizi ambalo lilikuwa limepangwa na ikawa tu ni wakati wameweza kumpata. Sasa kuuawa kwa Willy Ngoma kutaathiri vipi shughuli za kikazi za kundi hili la M23? Kitu cha kwanza ni kuwa hili kundi litajifata kuwa halina kiongozi wake shupavu, litakuwa pia morali aseme majeshi yake itashuka chini sana. Alafu kumbuka Willy Ngoma alikuwa ni mmoja wapo, alikuwa na siri kubwa na strategia kubwa ya kuweza kufanya hili kundi liendelee mbele. Kwa hivyo litaathiriwa pakubwa na utakuta mipango yao imerudi nyuma kwa hali ya juu sana. Vipi kundi la M23 na muungano mzima wa Congo River Alliance, utachukulia vipi shambulizi hili la droni ambalo limemuua afisa wake mkuu? Kitu cha kwanza watakasirishwa, utakuta kuwa hata mazungumzo ya amani ni kama wataiwekelea kando kwanza, na wataanza kuangalia kuwa serikali ya Tshisekedi, Rais Tshisekedi kama ndio imehusiana na watu wengine kuweza kumuua. Kwa hivyo ninaona kuwa mchakato wa amani na mipangilio ya amani ni kama itawekelewa kando na utakuta vita vitaendelea. Na tunapozungumzia mipango hiyo, mpaka sasa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata mrengo wa M23 bado hawajazungumzia mauaji haya, na wengi wanajiuliza ni kwa nini kuna ukimya huu usio na kifani. Kitu cha kwanza, ukimya unatokana upande wa M23, hawajaamini. Lazima wajiite kwenye mkutano, wajaribu kuangalia ni nani atakayewasaidia ama vile watavyojipanga kuendelea hapo mbele. Na pia upande wa DRC, Rais Tshisekedi na majeshi yake hawatataka kushangilia, kwa maana wanajua wakishangilia watakuwa wametangaza vita. Kwa hivyo utakuta kwa muda tuseme wa wiki moja hivi pande zote mbili watakuwa wakipimana nguvu, lakini upande wa M23 wanajaribu kujirudia na kuangalia wataendelea vipi baada ya haya. Sasa Willy Ngoma hakuwa tu msemaji wa kundi la M23, lakini alikuwa afisa wa juu sana katika kundi hili. Je, nani katika kundi hili wanaweza kupokezwa wadhifa huu ambao ameushikilia kwa muda mrefu, na ni changamoto zipi ambazo watakabiliana nazo kazini? Sio swali rahisi kujibu Rodcliffe hapo, lakini nafikiria Lawrence Kanyuka labda anaweza pewa huo wadhifa kwa muda, watu wajaribu kuangalia, lakini pengo ambalo Willy ameliacha ni pengo kubwa sana. Kwa hivyo utakuta kuwa M23 itabidi warudi nyuma kidogo, watafute kati yao ni nani mwingine anaweza jaza hilo pengo. Na sasa kuendelea hapo mbele, sasa utakuta kuwa mipango yao itabidi sasa irudi nyuma kidogo, kwa maana wamepata pigo kubwa sana.
Dr. Githua, hii inatatiza vipi mchakato wa amani ambao ulikuwa umeanzishwa na kusimamiwa na Qatar, na mchakato huu ulikuwa unahusisha M23 na serikali ya Kongo? Jambo la kwanza ni kuwa mazungumzo, kwa maoni yangu naona haya mazungumzo yataekelewa kando kwanza. M23 watasema kwa maana tumekuwa tukijaribu kutafuta amani, suluhisho, ilhali tukitia mkataba wote sahihi, ndio huyo mumeua komanda wetu Willy. Kwa hivyo utakuta ni kama watalegea sana kurudi katika mazungumzo, na itabidi labda baada ya miezi miwili mitatu ndio utasikia wakiwa labda tayari kurudiana katika yale mazungumzo. Kwa sasa ni kama naona M23 watajiondoa katika ile meza la mazungumzo. Tugeukie kidogo mitandao ya kijamii, wengi wamekuwa wakihoji uwezo wa jeshi la FARDC kutumia ndege zisizo na rubani katika kumuua Willy Ngoma. Je, kwa mtizamo wako inaweza ikawa kwamba jeshi hilo lilikuwa na uwezo huo ama huenda walisaidiwa? Kwa maoni yangu walisaidiwa. Kwa maana kama wangekuwa na huu uwezo tangu kitambo wangekuwa wameutumia. Naona kuna wamepata mhifadhi mkuu, wamepata taifa ambalo limeweza kuwasaidia na waweze kuwasaidia, kwa sababu Tshisekedi amekuwa akialika majeshi mengi sana yaje kumsaidia katika hivi vita. Amekuwa akiita mataifa mbalimbali. Kwa hivyo naona huu msaada umetoka kutoka nje, na ni msaada ambao mfadhili ambaye ana nguvu ukiangalia. Kwa maana kutumia hizi ndege zisizo na rubani sio mataifa mengi ambao wana huu ujuzi. Kwa hivyo ninaona ni msaada ambao umetoka nje na utageuza vile hivi vita vitaendelea kuanzia sasa. Dr. Githua, kwa mtizamo wako sasa, viongozi wengine wa M23 kwa kifupi tu, je, wanapaswa kuwa na uoga na wasiwasi? Haswa lazima wameingiwa na uoga, kwa maana sasa wameona kama wanaweza lengwa na wakaweza kupatikana hata kama ni usiku, kwa sababu msafara wake kulingana na ripoti ambayo imetolewa ni kuwa aligongwa karibu saa 12 asubuhi ama saa 10 asubuhi. Wataingiwa na uoga, itabidi wabadilishe strategia zao, labda wataanza kujificha zaidi, na watajaribu kuangalia ni vipi, ama labda hata katikati yao kuna majasusi ambao labda walikuwa wameingia na ambao wameanza kutoa habari. Kwa hivyo utakuta ile jeshi la M23 kidogo watachanganyikiwa wakijaribu kufanya msako ndani yao kujua ni kama ni majasusi ambao walitoa hizi habari, ama tuseme labda ni wameanza kupigana na jeshi la DRC ambalo lina mfadhili ambaye ana nguvu zaidi. Kwa hivyo itabidi kidogo watarudi nyuma na wajaribu kuangalia mipango yao kuendelea mbele itakuwa namna gani. Shukran sana Dr. Edgar Githua, tukisema naye kutoka Nairobi, Kenya. Na mahojiano hayo na Dr. Githua ndio yanayohitimisha taarifa yetu kuu usiku huu.